Habari vipi mwana JMTV, karibu sana katika ulimwengu wa habari za kimataifa, hasa kutoka huko mstari wa mbele wa kivita kati ya Urusi na Ukraine, na utasikia pia ripoti ya mashambulizi makubwa ya masafa marefu ambayo Urusi imeweza kuyazindua huko katika viwanja vya kijeshi au maeneo ya kijeshi nchini Ukraine. Karibu sana, mimi ni Yohana Machia au unaweza kaniita jina Inai. Karibu sana katika habari za kimataifa muda huu. Jeshi la shirikisho la Urusi limethibitisha kutekeleza mashambulizi makubwa masafa marefu katika maeneo mbalimbali ya Ukraine, likiwa linalenga miundombinu ya kijeshi, viwanda vya uzalishaji silaha na vituo muhimu vya kuendesha shughuli za operations za vikosi vya Ukraine, ambapo taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi siku ya Novemba 14 imeeleza kuwa mfululizo wa mashambulizi hayo ni sehemu ya majibu ya nchi hiyo kwa kile ilichokiita mashambulizi ya kigaidi ya Ukraine yanaweza kulenga raia wa Urusi. Mashambulizi hayo ambayo ni matano ndani ya siku tano yametajwa kuwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi ya aina hiyo kutekelezwa kwa kipindi kimoja kifupi katika hatua za hivi karibuni za vita inayoendelea kati ya pande hizo mbili, Urusi na Ukraine. Kulingana na taarifa ya Wizara hiyo ya Ulinzi ya Urusi, imesema ya kuwa mashambulizi hayo yalihusisha matumizi ya aina mbalimbali za silaha za masafa marefu, ikiwa ni pamoja na makombora ya Kinzhal, yani hypersonic missile, ambapo makombora haya yana uwezo mkubwa kasi, yanatajwa kufikia hadi mara 10 ya kasi ya sauti na ni miongoni mwa silaha za kisasa ambazo Urusi inazitumia kushinda mifumo ya ulinzi ya makombora ya Ukraine. Na kutokana na kasi yake na uwezo wake wa kubadili mwelekeo wakati wa safari, mifumo mingi ya ulinzi wa angani ya Ukraine pia ina changamoto kuiangusha makombora hayo. Makombora ya cruise na makombora ardhini kwenda ardhini pia yametumika. Aina hii pia hutumiwa mara kwa mara kutekeleza mashambulizi katika umbali mrefu, hasa dhidi ya malengo yaliyo ndani kwa ndani nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesisitiza kuwa mashambulizi hayo yaliweza kulenga kwa makusudi miundombinu ya kijeshi na haikuwa na madhumuni ya kuathiri raia moja kwa moja. Pamoja na hilo, mamlaka ya Ukraine imeripoti mara kadhaa kuhusu madhara kwa raia kutokana na mashambulizi kama hayo katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Malengo makuu ya mashambulizi ya Urusi kwa siku 5 ambazo zimeripotiwa. Katika taarifa yake taarifa, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza kuwa mashambulizi yake matano ya wiki yaliweza kulenga maeneo mbalimbali ambayo yana muhimu wa kimkakati kwa jeshi la Ukraine. Miongoni mwa malengo hayo yaliyoshambuliwa ni pamoja na vifaa vya uzalishaji silaha, ambako mashambulizi hayo yaliweza kulenga viwanda vinavyojishughulisha na uzalishaji wa makombora, ndege zisizo na rubani yani drones, silaha rahisi za kubebeka, vifaa vya kijeshi vya uangalizi na mawasiliano. Urusi imedai kuwa viwanda hivi vinaendelea kusaidia kwa kiasi kikubwa uwezo wa Ukraine kuendesha operation katika maeneo ya mstari wa mbele, jambo ambalo limekuwa kikwazo katika juhudi za Urusi kusonga mbele. Pili, lengo la pili la mashambulizi hayo yalikuwa ni mitambo ya umeme inayotumiwa kukiendesha vifaa vya kijeshi vya Ukraine, ambako Urusi iliweza kulenga mitambo hiyo ambayo huendesha mitambo ya uzalishaji silaha, maghala ya kuhifadhia makombora, vituo vya kutengenezea drones, mfumo wa mawasiliano wa jeshi, huku kikosi cha Urusi pia kinasema kuwa kuziondoa mitambo hiyo ni kulenga kudhoofisha kabisa uwezo wa Ukraine kuendeleza uzalishaji wa haraka wa vifaa vipya. Tatu, ni kuhusu miundombinu ya usafiri pia iliweza kulengwa. Hii inajumuisha reli zinazotumiwa kusafirisha silaha na wanajeshi, maeneo ya kupakia vifaa vya kijeshi, barabara kuu zinazotumiwa mara kwa mara na majeshi ya Ukraine. Kwa kupiga miundombinu hii pia kunalenga kuvuruga kabisa kulikusudiwa kuvuruga ratiba za usambazaji vifaa vya kijeshi kutoka maeneo ya mashariki kuelekea mstari wa mbele. 4, lengo pia ambalo liliweza kulengwa ni viwanda vya ndege vya kijeshi. Baadhi ya viwanja hivi hutumika kurusha drones za kamikaze, helikopta za kijeshi, ndege za kutekeleza mashambulizi ya usiku. Na 5, ni vituo vya kurushia ndege zisizo na rubani za Ukraine. Urusi imekuwa ikilalamika mara kwa mara kuhusu ongezeko la mashambulizi ya drones za Ukraine dhidi ya malengo ya viwanda vya mafuta ndani ya Urusi, ambako kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kushambulia kambi za drones ni hatua ya kupunguza uwezo wa Ukraine kuendeleza mashambulizi ya umbali mrefu.
Katika upande mwingine, Ukraine pia imekuwa ikitegemea kwa kiwango kikubwa teknolojia ya drones za kamikaze pamoja na makombora masafa marefu kama mkakati wa kushinikiza Urusi, ambako mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yamekuwa sehemu muhimu ya kampeni ya Ukraine katika kuharibu viwanda vya mafuta vya Urusi, kuvuruga uzalishaji wa nishati, kugharikisha uchumi wa Urusi, kupunguza uwezo wa Urusi kuendesha operation za kijeshi. Rais Volodymyr Zelensky pia aliweka bayana hivi karibuni kuwa wanatarajia kuongeza uzalishaji wa makombora masafa marefu, ingawa uzalishaji huo ni ghali na unahitaji teknolojia ya juu zaidi, ambapo rais huyo alipakia video ikionyesha kile alichokitaja kama uzinduzi wa Neptune ndefu, toleo jipya kabisa la kombora la masafa marefu linalotengenezwa ndani mwa nchi hiyo. Wakati Ukraine ikijaribu pia kuongeza uwezo wake wa kujihami, wiki hii kumebuka taarifa nzito kuhusu kashfa ya ufisadi katika sekta ya ulinzi, huku wachunguzi wa kupambana na ufisadi wanaofadhiliwa na nchi za Magharibi wamemfungulia mashtaka Timur Mindich, ambaye anatajwa kuwa mshirika wa karibu na Volodymyr Zelensky. Mindich aliyewahi kufanya kazi na Zelensky katika sekta ya burudani kabla ya kuingia katika masuala ya biashara, anatuhumiwa kuhusika katika mpango wa rushwa katika kampuni ya nyuklia ya taifa Energoatom. Vyombo vya habari vya Ukraine vimeripoti ya kuwa Mindich anahusishwa pia na kampuni ya ulinzi ya Firepoint, ambayo imekuwa mmoja wa wazalishaji wakubwa wa drones za kamikaze zinazotumiwa na jeshi la Ukraine katika miaka ya karibuni. Ingawa Firepoint imejitenga na tuhuma hizo, mmoja wa watuhumiwa pia katika kesi hiyo ametajwa kuwa mfanyakazi wa kampuni hiyo. Mwezi uliopita Oktoba, Firepoint ilitangaza kombora jipya lijulikanalo kama Flamingo. Hata hivyo, uzinduzi huo uligubikwa na mjadala baada ya wakosoaji kudai kuwa teknolojia ya kombora hilo inafanana sana na ile ya kampuni nyingine kutoka Falme za Kiarabu, UAE. Mashambulizi haya matano ya masafa marefu yanabainisha kuendelea kwa hatua kali za kijeshi kati ya Urusi na Ukraine, huku kila upande ukijaribu kuimarisha nafasi yake katika uwanja wa mapambano. Urusi inaonekana kuongeza shinikizo kwa kushambulia miundombinu muhimu ya kijeshi ndani ya Ukraine, wakati pia Ukraine inajikita katika mashambulizi ya drones na makombora masafa marefu dhidi ya maeneo muhimu ya Urusi. Wakati huo pia kashfa ya ufisadi inaikumba Ukraine, hasa ndani ya sekta ya ulinzi, inaweza kuathiri uwezo wa Kyiv kuimarisha uzalishaji wa silaha na kuleta changamoto katika uhusiano wake na wafadhili wa Magharibi. Mivutano, mashambulizi na tuhuma hizi zinaashiria kuwa mgogoro kati ya Urusi na Ukraine unaendelea kuingia katika hatua yenye ushindani mkubwa, ambapo kila upande unafanyia kazi mikakati ya kijeshi, kiufundi na kiuchumi ili kuimarisha nafasi yake, hasa kutoka mstari wa mbele wa kivita na kitaifa pia.